Naitwa Mchungaji Michael Mkuse. Kwa neema ya Mungu ni mratibu wa idara ya wanaume katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika. Ni idara ambayo imeanzishwa na baba yetu Askofu Mhashamu Emmanuel Bwata, yeye ambaye ndiye mbeba maono katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika. Mungu alimfunulia kuanzisha jambo hili la umoja wa wanaume katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika. Kwa kifupi, umoja wa wanaume wa kidayosisi tunaoita UWAKI. Kifupi chake ni UWAKI, jambo ambalo limeleta amsha na msisimuko mkubwa sana katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika katika habari za wanaume. Wanaume wamelipokea kwa furaha na wanamtumikia Mungu kwa furaha katika idara yetu ambayo imeanzishwa na baba yetu askofu, na mimi kama mratibu tunaendelea. Kumbuka mwezi wa 10 tulizindua vitabu kule Kigoma Manispaa, lakini hatukuishia kwenye vitabu. Tumezindua na t-shirt kwa ajili ya wanaume, t-shirt nzuri kabisa ambayo ukiivaa unatangaza heshima ya wanaume. T-shirt original iko hapa. Hii t-shirt imezinduliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya siku ya tarehe 18, siku ambayo ilikuwa ni siku ya kanisa kuu, yani Cathedral Day, ambapo Wakristo wengi katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika walikusanyika, na mgeni rasmi alikuwa ni Mkuu wa Wilaya. Alizindua t-shirt hii na alionekana kuipenda sana. T-shirt ambayo ukiivaa inakutangaza wewe mwanaume, kuonyesha kwamba sasa tumeamka na tunataka kuona kwamba wanaume sasa ni nguzo ya kanisa na kuleta amsha. Ukivaa t-shirt hii, ni t-shirt nzuri na maandishi mazuri. Unaona mwanaume mwema huacha urithi kwa familia, lakini hapa mbele unaona kuna nembo ya dayosisi yetu, umoja wa wanaume wa kidayosisi, yani UWAKI ndani ya DWT. Kwa hiyo karibuni sana wanaume, na tunapozungumza wanaume tunamaanisha kwamba ni wanaume wote, uwe mbaba, uwe mbabu, mradi uwe na jinsia ya kiume, wewe ni mwanaume unatakiwa kuvaa t-shirt ya namna hii. Tunazo t-shirt za size zote, za vijana wadogo, wakubwa, wababa, zipo. Ukifika ofisi ya mratibu utaipata t-shirt hii, ukienda kanisa kuu utazikuta, na ukienda kule Kigoma zinapatikana kwa mwenyekiti wa UWAKI kanda ya Manispaa, ndugu yetu Boniface, yeye anaabudu pale katika kanisa la Brega. Lakini pia ukienda Matiazo tumeweka pale kwa mwenyekiti wetu wa idara ya UWAKI, ndugu yetu Wise, yeye anaabudu kanisa la Karinzi. T-shirt hii utaikuta ipo na sehemu mbalimbali, lakini hapa ukifika head office utazipata. Na tunahitaji wanaume mjigrupu huko makundi mbalimbali, mlete order. Ngalau mnapokuwa wanaume 20-30 mnapata t-shirt yenye sare, mkivaa mnaonekana kweli ni wanaume ambao mmesimama ndani ya dayosisi yetu ya Western Tanganyika. Kwa hiyo tunahitaji sana mje ofisini, mlete order zenu tuweze kuprint t-shirt kulingana na rangi na size mtakazokuwa umezipenda. Tunahitaji sana wanaume mjitokeze katika jambo hili kumuunga mkono baba yetu askofu katika maono haya ambayo ameyaleta katika dayosisi yetu. Na kweli ukiona sehemu zingine kulikuwa na makundi mbalimbali ya wamama, ya vijana, Sunday school. Kwa hiyo wanaume ni kama tulikuwa tumeachwa. Kwa hiyo tumpongeze sana baba yetu askofu kwa maono haya alionayo ya kuanzisha idara ya wanaume. Kwa hiyo tujitokeze, tumshike mkono, tumuunge mkono kuhakikisha wanaume katika idara hii, idara yetu iweze kusonga mbele na iweze kusimama kama idara zingine zilivyokuja. Na katika jambo hili niwapongeze sana wanaume katika dayosisi yetu, wamejitokeza. Jambo hili wamelipokea. Tukienda huko kwenye huduma unaona kabisa UWAKI inasimama na inakuja kwa kasi. Kwa hiyo tunaomba sana wanaume mjitokeze, mtuunge mkono. Unaposoma huu ujumbe ukuhamasishe kuelewa mwanaume ni nani katika familia. Lakini pia t-shirt hii ikutangaze kwamba wewe mwanaume ndani ya dayosisi ya Western Tanganyika unatakiwa kufanya nini. Kwanza ni kazi, lakini pia neno la Mungu. Tujitokeze wanaume kuja kanisani ili tuweze kumtumikia Mungu kwa furaha, na hasa tukiongozwa na maneno haya kwamba mwanaume mwema huacha urithi kwa familia. Kikubwa, karibuni sana dayosisi yetu ya Western Tanganyika, idara ya UWAKI. T-shirt zinapatikana, t-shirt nzuri zenye ubora wa hali ya juu, quality yake ni nzuri kama mnavyoiona.
Asanteni na Mungu awabariki. Tunawatakia majukumu mema katika kumtumikia Mungu kwa furaha. Amina.